Kwa dakika moja tutakwenda kuelezea kidogo katika al-adabu baina zawjaini, adabu baina ya mke na mume. Yani mke na mume, yani ukifanikiwa kuwa na adabu baina ya mke na mume na heshima na nidhamu nzuri, nyie mmefanikiwa katika maisha yenu ya ndoa. Kwa sababu al-adabu baina zawjain, heshima na adabu baina ya mke na mume, yaksibu al-hayata az-zawjiyya istiqrara, inatengeneza utulivu mkubwa sana kwa hawa wanandoa. Yani mke akimheshimu sana mume wake, basi ufahamu kabisa maisha ya ndoa yanakuwa mazuri sana, na mume akimheshimu sana mke wake, maisha ya ndoa yanakuwa mazuri sana na yanakuwa matamu sana na yana ladha sana katika hali za namna hiyo. Lakini kadhalika wa makarimul akhlaqi min a'zami asbabil mahabba, lakini kadhalika na kuwa na tabia njema. Mume akiwa na tabia nzuri zinazopendeza na mke akawa na tabia nzuri zinazopendeza, ni katika sababu za mahaba na mapenzi katika ndoa. Yani wewe mume, ili kadhalika uwe na mapenzi mazuri kabisa kwa mkeo, kuwa ni mtu mwenye tabia njema. Usiwe ni yule mtu ambaye unahesabu vipande vya nyama robo kilo, alafu mkeo ale kipande kimoja, wewe ule vipande 7. Hakuna hiyo kitu ya namna hiyo. Alafu utarajie kuheshimika hapo mahali, uheshimiki mzee. Lazima kwanza uwe ni mtu mwenye makarimil akhlaqi, tabia njema. Uwe na tabia nzuri. Maana wapo watu shekhe, usicheke mzee. Kuna watu shekhe, akishapika pale mkewe kashapika, anamwambia chungu hicho cha nyama kilete hapa, mimi ndo nitakupakulia wewe. Sasa kwa nini usipike kabisa wewe mwenyewe? Wapo watu wa namna hiyo shekhe. Naam, hakika. Sasa makarimul akhlaq, tabia njema ni kitu bora sana, ni katika vitu ambavyo vinatengeneza mahaba na mapenzi. Lakini kadhalika baadhi al-adabi law tubiqat fi al-hayati az-zawjiyya, baadhi ya heshima na nidhamu lau kama zingekuwa kwa wingi katika maisha ya wanandoa, khasatan tena watu wakafanya ile heshima, nidhamu, kuheshimiana, kila mmoja kumuona mwenzake kupande wake kuwa ni dhahabu, la sara kullu baiti rawdatan min riyadil jinani fil ard. Kila nyumba miongoni mwa nyumba za wanandoa wenye tabia hizi, wallahi ingekuwa ni pepo inayopatikana katika ardhi ya majumba yao. Yani mke akiwa na tabia nzuri sana na mume akawa na tabia nzuri sana, hiyo nyumba inakuwa pepo ujue. Lakini mke akiwa na tabia mbaya sana na mume akawa na tabia mbaya sana, hiyo nyumba ni moto mtupu, ni jahannam. Tena yaslaunaha, wataingia katika moto wa jahannam. Wallahi ile hatari sana. Wewe tu babaika udondokee katika mikono ya mke wa ovyo ovyo. Alafu uone pale nyumbani kama utakuwa unarudi mapema mzee. Lazima unarudi saa 8 za usiku. Bila kupenda, sio unataka. Mzee singo, sio unataka. Unarudi saa 8 za usiku kwa sababu unajua nikienda mapema balaa. Ukifika mapema unaulizwa kwa nini umefika mapema. Ukichelewa unaulizwa kwa nini umechelewa. Yani wewe huna jema katika hali za namna hii, ni hatari. Sasa makarimul akhlaqi, lazima tuchunge tabia njema, tabia nzuri nzuri. Miongoni mwa tabia njema yani kitmanu sir, lazima wawe ni watu ambao wanaoficha siri. Mume awe tabia yake anaficha siri za mkewe, na mke awe tabia yake anaficha siri za mume wake. Kuna wanawake mzee, yani siri ya nyumbani kwako usifikirie kwamba ni siri, ni dhahiri tu. Sasa hawa ni malunin, ni watu walolaniwa. Na wanaume wengine wako hivyo, nyumbani kwake hakuna siri, ye kile cha siri ni dhahiri, anaenda kuhadithia kijiweni mzee. Sasa hii hapana, sio sawa. Lakini kadhalika wasatrul uyubi, na miongoni mwa tabia njema ni kustiri aibu za mwenzako. Kila mmoja ana aibu zake. Usiende kumhadithia kimoja chali. Maana yake nini kimoja chali? Acheni haya mambo bwana, inatakiwa mambo yawe vizuri. Au yope sijui nini, achana haya mambo bwana. Hebu muheshimishe uliokuwa nayo ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Wa ayad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilayhi, lakini kadhalika ni miongoni mwa adabu ni huyu mwanandoa amwite mwanandoa mwenzake kwa majina mazuri mazuri anayoyapenda na kuyatamani. Usimwite mkeo majina anayoyakataa. Maana kuna watu wako hivyo. Lile jina ambalo halitaki yeye ndo analidumisha sasa.
Hii sio nzuri, haifai. Yani mwite kwa majina mazuri mazuri anayoyapenda, lakini kadhalika wa an yuthni alayhi bima ya'rif min mahasinihi, na akifanya zuri msifie, akivaa akapendeza msifie, mwambie mashaallah, wallahi mke wangu jinsi ninavyokuona ni kama nuru ya lulu inavyoangaza kutokana na uzuri na urembo wako namna unavyoonekana. Msifie mkeo, mahasini yake mazuri yake yasifie. Isiwe tena huna sifa ya kumsifia mkeo. Hii ni hatari ndugu zanguni. Kwa hiyo hii ni katika masala ya adabu, zikiwepo katika majumba yetu, khairi inaweza kuwa nyingi kabisa. Wayashkuruhu ala sani'ihi fi haqqihi, na ni vizuri sana mtu awe na tabia ya kumshukuru mwenza wake. Yani wewe mume uwe una tabia ya kumshukuru mkeo. Kapika chakula, umekula chakula kizuri, nasema mashaallah mke wangu, nakushukuru sana kwa kunipikia chakula kizuri kitamu hiki, chakula safi kabisa, mashaallah. Msifie mkeo. Lakini kadhalika na mke naye ana tabia ya kumshukuru mume wake pale ambapo anapomletea. Kaenda kapambana huko, kimepatikana kilichopatikana, kiwe kikubwa au kidogo, kiwe kizuri au kibaya, maadamu kinatokana na jasho la mume wake, basi awe na tabia ya kumshukuru mume wake. Hiyo nyumba inakuwa pepo ya dunia kama matendo haya yanakuwa yanaendelea katika majumba haya. Lakini leo ndugu zangu, haya majumba kweli hapo. Unarudi nyumbani, umetoka kutafuta, umekosa, tena ndio unaonekana katika watu wazembe, wewe ni namba moja. Mzembe mkubwa wewe. Mbona kina fulani wanapata, unakosaga wewe tu? Hii ni hatari sana. Au unarejea pale unakuta mkeo kakupikia chakula kizuri na kakufunikia na kawa inayokukaribisha kukuambia karibu sana mume wangu, ujisikie katika ukiwa katika hali ya faraja na furaha ya hali ya aina kadha. Alafu unafika pale unafunua lile kawa, alafu na mama fulani, hebu njoo. Ndio nini sasa hii? Mpika nini? Mimi sipendagi haya bana mambo. Mambo gani haya? Chakula gani cha ovyo ovyo hiki? Hivi kajipinda mwenzako. Kesho huyu atakutengenezea kitu kilichokuwa kizuri kweli. Kwa hiyo ni muhimu sana watu tuwe katika hali iliyokuwa sawa sawa. Lakini kitu kingine ni mtu mume au mke awe na tabia ya kwenda katika haja za mwenzake. Yani mke kapata shida, we mume ambatana naye katika shida zake, pambana naye katika zile shida zake. Au mume kapata shida, we mke pambana naye katika shida zake. Yani hakikisha kwamba unakuwa naye bega kwa bega mpaka jambo liishe. Tukiwa hivyo tutakuwa tunaishi wapi? Peponi, hali ya kuwa tukiwa bado tupo duniani. Lakini kadhalika kuwe na tabia ya sameheana sana katika zile zallat. Kuteleza makosa madogo madogo, kuwe na tabia ya kusameheana. Sio kuyashikilia makosa. We jana ulifanya haya na leo umerudia tena haya. Sasa nasubiria kesho ukifanya tena nakupa talaka 2 hapa. Haitakiwi hivyo. Makosa madogo madogo yanasamehewa. Lakini akishasamehewa yale makosa madogo madogo, unamuelekeza kwa njia iliyokuwa sawa sawa kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa ala zawji, sasa na kwa mume natakiwa afanye hivi. An yatakhayyara araqa almaani wa a'dhaba alkalimati ma'a zawjati mura'at li tabi'atiha alunthawiyya. Yani mwanamume atakiambiwa maneno makali na magumu na mkewe, ni vizuri sana awe anachagua maana nzuri. Unajua kuna mwanaume mwingine anaweza kuambiwa maneno alafu anaanza kuyatafsiri na maana unanionaje mimi? Unajua mwanamke kuna wakati anaweza kusema maneno ya kike tu. Maneno ya kike anaweza akaja, umemzalisha mtoto, anakuambia kwani wewe unafikiri mtoto huyu wa kwako? Sasa usipaniki mzee. Ukafikiri kwamba kasema kweli kwamba sio wa kwako kweli, wa kwako kabisa, na yeye mwenyewe anajua kabisa kama mtoto ni wa kwako. Lakini anakupanikisha we mzee. Mzee Nyundo tuko sawa? Anakupanikisha kabisa. Sasa ukipaniki umefeli. Kinachotakiwa unashusha kwanza temperature kidogo. Alafu unasemaje wewe? Huyu mtoto sio wa kwako. Anambia acha wewe, angalia sura yote hii ya kwangu mimi alafu unaniambia sio wa kwangu. Wewe vipi bana? Utamuona mwenyewe anafanyaje? Anashuka. Sasa lazima mwanamume uwe na tabia ya kuchagua maneno mazuri, wa a'dhabal kalimati, na lazima mwanamume uwe na maneno matamu. Kama huna jifundishe kuwa na maneno matamu, a'dhab, matamu mazuri yenye ladha. Kuwa na maneno mazuri kwa mkeo, usiwe na maneno machafu. Lakini kadhalika pamoja na kuchunga tabia zake za kike. Mwanamke anaweza kutamka maneno mengi ya kike tu,
Fala yajrahuha bikalimatin nabiyah, basi mwanamume usiwe una tabia ya kumjeruhi mkeo kwa maneno mabaya, maneno ya kuvunja heshima yake, maneno ya kuvunja nidhamu yake, maneno ya kumvunja hata moyo wake. Usiwe hivyo. Hata kama yeye atakwambia wewe maneno magumu, basi wewe usimwambie maneno ya kumvunja ule moyo wake. Mwambie maneno mazuri tu. Wala yalfadhu wala bilafdhin ghalidhin, wala usitamkie maneno magumu. Maneno magumu hapana. Sawa? Wa idha dakhala baitahu hayyaha bisalami, na mtu akiingia nyumbani, basi pale tu unapoingia nyumbani toa salamu. Yaani ukiingia tu assalamu alaikum, fanya hivyo. Sawa? Wa idha tahaddatha asgha ila kalamiha wa in tala alkalam, na anapozungumza mkeo weka kimya, hata kama tazungumza masaa matatu we msikilize tu. Sawa? Madama mubahan, kwa muda ambapo itapokuwa maneno anazungumza ni maneno halali tu. Waqad kana an-nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alikuwa na uwezo mkubwa wa kufanya hivyo, wa kuinsat, kwa maana kukaa kimya wakati wake zake wanazungumza, akiwatafutia majibu mazuri yenye ladha, yenye kuleta faraja na hamasa na amani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, hizi ni katika adabu za watu wanapokuwa katika majumba yao. Sasa hebu itazame nyumba yako, imebeba nidhamu hizi au nyumba yako imebeba ukali na balaa zito kabisa? Ikiwa kama nyumba yako imebeba balaa zito, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na we mwenyewe badilika. Jaribu kubadilika kutoka katika hali hiyo kwenda katika hali nyingine. Mumkin, inawezekana ili jambo ukaamua kubadilika na ukawa katika hali iliyokuwa nzuri. Anza sasa hivi kuonyesha ubora kwa mkeo, anza sasa hivi kuonyesha ubora kwa mumeo. Yaani ulikuwa wewe ni mtu mkali sana, punguza ukali sasa. Ulikuwa wewe ni mtu ambaye hauvai ukapendeza, anza kunawiri. Na wewe mwanamume fanya kitu cha msingi sana. Unajua al-akhi Sheikh Ibrahim, tunapokuwa tunatembea huko mabarabarani, tunaona wanawake wengine wamependeza sana, wazuri sana, wanavutia sana. Alafu tunahisi labda huku makwetu, kwa maana wale wake zetu hawapendezi, kumbe ni sisi hatuhudumii. Wewe unataka umuone mkeo kapendeza, anang'aa vizuri, alafu huhudumii, hununui mavazi ya kupendeza, huo uzuri wake utauona? Wallahi mimi nakwambia al-akhi Sheikh Ibrahim, wanawake wote na hasa wale ambao tumewaoa ni wazuri sana, lakini uzuri wao hatuuoni kwa sababu hatuhudumii. Sasa wewe kazi yako unataka uone uzuri wa anahudumiwa na mtu mwingine, yule dada mzuri kweli, hata wakwako ni mzuri sana iwapo kama utamhudumia. Nunulie mavazi mazuri, wallahi utaona mambo yanakwenda vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hapo kuna maswali mawili naweza likaja. Swali la kwanza, kuna wanawake ambao nawaona huko mabarabarani kwa mujibu wa namna tunavyotembea. Unamwona kavaa mavazi ambayo kwa kawaida katika hali ya kidini yanakata, lakini kwa namna fulani hivi yanakuvutia ukimwona. Umeona? Na labda mkuja nyumbani ukajaribu kumwambia bana, kuna wakati mwingine wasifanya hata hivi angalau ili ile hali unayoiona kule uione kama ni sawa sawa tu na wao. Alafu yeye hataki, inakaaje sasa? Hakuna mwanamke anaweza kukataa kupokea zawadi ya nguo nzuri kutoka kwa mume wake. Zile ulizoziona zimevaliwa kule ambazo ukahisi hazistahiki kuvaliwa nje, nunua zilete ndani, afu mwambie vaa hapa ndani uone ule uzuri uliouona kule. Kwani sino maneno ya Mtume? Kwani ni ya kwangu? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha raa ahdukum imra'atan hasna'an fa'ajabathu falyati ahlahu fa innal budghata wahidun wa ma'aha mithlu alladhi ma'aha. Hayo ni maneno ya Mtume. Mtume anasema, mmoja wenu akiwa huko katika mihangaiko yake akamuona mwanamke mzuri. Ukisikia mwanamke mzuri, kahudumiwa huyo, kanunuliwa, katengenezwa, kang'arishwa, kang'aa mwanamke huyo. Wewe sasa ndio unamuona yule mwanamke wa watu. Umemuona mzuri, sasa kakuvutia. Unachotakiwa kufanya nini? Faliyati ahlahu. Huyu mwanaume anachotakiwa kufanya, arudi haraka kwa nani? Kwa mke wake. Sasa mke wako kama umemnulia vijora vya shilingi 100 vyao vyao akivaa hapendezi, ule uzuri ulioona kule nje utauona hapa ndani.
hudumia kwanza, ili akirudi kutoka kule akute ule uzuri wa kule nje aliouona, na hapa upo. Sasa mwingine havai na anazo. Hapana, sio rahisi. Au ukiona havai hana. Ile havai shekhe, wakati kuna shughuli ya kwa mtu anavaa yapendeze, unamkuta anaenda. Hujamzoesha hivi sasa. Kinachotakiwa ni wewe kumzoesha, awe anavaa, apendeze, awe vizuri katika hali namna hiyo. Kwa sababu wewe unataka avae, anavaa anatoka hapa. Achange hela zake za vitumbua ndo anunue. Wewe mnunulie uone kama havai. Na shekhe hapo kwa kuongezea, tunaweza kumsaidia shekhe hapa. Sawa. Mwanamke au familia. Sawa. Mtu yote anapenda akipendeza atoke. Angalau aonekane. Sasa wewe umemweka, tunazungumzia kwanza ile mavazi ambayo ni ya stara, ni mazuri lakini alafu ya stara. Lazima umemtengenezea. Ana safari, tunatoka, tunaenda sehemu, kale, yani abadilishe mazingira. Sasa umempiga mijuba afu akae ndani unamwambia eti hujapendeza. Haiwezekani. Na kama ni zile za ndani, zile zitabakia za chumbani zinafahamika. Na pia kwa hata hawa familia, wewe umeandaa kisafari chako, hata watoto tunatoka, utaona wanavurukaruka pale nje kabla ule muda wa kuondoka. Saa ngapi tunaondoka? Tunaona wanavurukaruka mpaka anapita, watoto leo bwana na furaha. Lakini mazingira, kwa sababu wanajua kuna outing, wanatoka. Kuna swali la kumalizia linasema kwamba kuna wanandoa yani wapangaji wamekaa, lakini ni wanandoa hawa kifika usiku wanaanza kupiga umbea kuwasema wapangaji wenzao. Hii vipi, imekaaje hasa katika zile adabu za ndoa? Adabu za ndoa, kumzuia mtu kusema ni ngumu sana. Yani kuambia kwamba msiseme ni ngumu sana, na hasa katika majumba yetu haya ya kupanga watasema tu. Kwa cha msingi ni kuangaliwa kile kinachotakiwa kusemwa, hakimuingizi mtu katika dhima. Hilo ndo jambo la msingi la kulitazama. Kusema kwenyewe kupo tu shekhi wangu. Kwa hiyo inshallah mimi niseme Mwenyezi Mungu tunaomba atujalie kila la kheri. Kwa hiyo tujitahidi sana ndugu zanguni katika heshima na adabu za pale nyumbani, kwa maana katika ndoa tuwe watu wenye heshima, nidhamu, tuwajali wake zetu na wenyewe watujali, wajali ile mihangaiko yetu. Tunapotoka huko tumehangaika, tumechoka, shekhi, ni hatari sana. Unajua kuna mambo 6 au maswali 6, namalizia hapa, maswali 6 mwanaume hapendi kabisa kuulizwa. Hata kama atayajibu hayo maswali, lakini huwa inakera. Swali la kwanza mwanamume ambaye huwa hapendi kabisa kuulizwa, ukisoma katika ilmu nafsi, masala ya kisaikolojia, utabaini. Swali la kwanza kabisa ambalo mwanaume huwa hapendi ni ile kila wakati wewe uko wapi? Yaani mwanamke anamuuliza uko wapi wewe? Uko wapi? Hili ni swali la kwanza kisaikolojia, huwa hatuhitaji kabisa kuulizwa swali la namna. Hatupendi yani kuulizwa swali. Hata kama tutakujibu niko sehemu fulani. Lakini mwanamume anakujibu hali ya kuwa huyu vipi bana? Mbona anataka kuniuliza? Yani kama polisi wa kutaka maana yake nini hii? Uko wapi maana yake nini? Tutajibu tuko sehemu fulani, lakini hatupendi maswali ya namna hii. Psychology inaonyesha hivyo. Swali la pili ni lile swali ambalo anaweza mwanamke akamuuliza mwanamume. Anamuuliza kwamba nipike nini? Hili ni swali ambalo sisi wanaume hatupendi, hata kama tunajibu, lakini huwa hatupendi kwa sababu tunaamini kabisa hili suala lipo katika mikono ya mwanamke. Wewe umeishi na mumeo, unajua kabisa kwamba anapenda kitu fulani hapendi. Unauliza nipike nini? Hata kama tutajibu, tunajibu lakini hatupendi. Mara nyingi sana huyu mwanamume kama anataka kula kitu special, huwa anasema mwenyewe kwamba leo pika kitu fulani. Lakini anatoka kazini akitaraji kwamba atakuta kimepikwa, alafu anafika anakwenda kuulizwa tupike nini? Inakuwaje haya mambo haya? Sasa hatupendi. Dada zetu na wake zetu mjue hatupendi haya mambo. Lakini suali la tatu ambalo huwa hatupendi kabisa sisi kuulizwa katika mazingira kama haya. Ni ile swali, kwa nini? Kwa nini umekwenda peke yako? Kwa nini umekuja na hiki? Kwa nini umekuja na huyu? Ili neno kwa nini wanaume hatulipendi. Hata kama tutakujibu tu, lakini
huyu kwa nini, manake nini? Yani nikosha mahakamani nianze kujieleza kwako, nianze kutoa maelezo kwako. Nimetoka zangu huko, mimi nimechoka, nishapambana huko, nimepata au nimekosa, na hasira zangu, alafu wewe unakuja kuniambia kwa nini, kwa nini? Matokeo yake yanakuwa gani? Ndio wengine wanajibu vibaya, mwingine anaamua kujibu tu ili yaishe. Ni maswali ambayo katika ilmu nafsi hatuyapendi. Dada zangu na wake zetu, acheni haya maswali, sio mazuri sana. Kuna vitu fulani vinaondoka kituuliza sana vitu vya namna hiyo. Kwa nini? Acha haya maneno ya kwa nini, kwa nini. Lakini kitu kingine au swali jingine ambalo wanaume hatulipendi sana ni lile swali la muqarana. Yani la kuoanisha au kufananisha. Mbona wewe, mbona fulani, mbona wewe, hatupendi hayo majambo. Mbona hapana, si sawa kabisa. Hata kama tutakujibu, lakini tutakujibu hali ya kuwa katika nafsi zetu hatupendi. Wake zetu, dada zetu, mbona singo, mbona nyundo, mbona singo, mbona nyundo anafanyaga hivi, mbona ndo nini? Na tukosea katika maneno. Kwa hiyo inshallah mimi niishi hapa. Asalamu alaykum. Ndugu zangu, tuna dawa yetu hii ya mkono wa Idi. Mkono wa Idi ndio bora sana katika wakati huu tuliokuwa nao, ndio kitu ambacho bila shaka ni habari ya mjini kwa ajili ya kutengeneza quwwatul jimaa, nguvu za kiume, watu kuwa katika hali bora sana, lakini kadhalika kuweza kuperform vizuri katika sala la tendo la ndoa. Jipatie mkono wa Idi kwa kiwango chake, kwa maana kwa dozi yake kamili biidhnillah. Na dozi kamili ni kopo 5 hizi ambazo zinatumiwa ndani ya masiku 30, kwa maana mwezi mmoja insha Allah. Ukitaka kuwa imara zaidi, tumia mkono wa Idi. Lakini kuna wale ambao wamesumbuliwa na sihri, machawi, wamelishwa machawi, wanaumwa maradhi yasiyojulikana, wengine maradhi yanajulikana, lakini dawa nyingi za kihospitali zishatumika, bado natija ni ndogo. Hii Haqqul Mujarrab ni muhimu sana kwa ajili ya kuondosha athari na mashakili haya ya kichawi. Jitahidi sana uipate hivi sasa. Nawe pia utatushukuru kwa neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia.